Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye mara zote umekuwa pamoja nasi ukifuatilia mafundisho mbalimbali kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda kufuatilia mafundisho mbalimbali kwenye channel yetu. Lakini hata wewe ambaye ndio mara ya kwanza pengine unasikia ama kufuatilia mafundisho yetu, Mungu nawe akubariki zaidi kwa kuwa umefikia kwenye channel ambayo inafundisha neno la Mungu, inakufundisha maarifa ya mbinguni yaweze kukusaidia katika maisha ya kila siku. Kwa maana kumtafuta Mungu bila maarifa ni kazi bure. Warumi sura ya 10 aya 2 inasema, kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa hiyo watu wengi sana wanazo juhudi za kumtafuta Mungu lakini hawana maarifa. Hivyo moja ya kazi tunayofanya pia ni kuwafundisha watu maarifa ya mbinguni, maarifa ambayo yatakusaidia unapomtafuta Mungu uweze kuzijua njia za kiroho zinazoweza kukufikisha kuuona uso wa Mungu kwa urahisi. Basi siku ya leo nimekuja na somo linalohusu majaribu, lakini somo hili ningependa uyajue majaribu na mbinu zitakazo kuwezesha kuyaepuka majaribu. Na somo lenyewe linasema mbinu za kuyashinda majaribu. Kwa nini mbinu za kuyashinda majaribu? Ukizijua mbinu za kuyashinda majaribu, maana yake utaweza kuyaepuka majaribu. Bila kuzijua mbinu hauwezi kuyaepuka majaribu, kwa sababu jambo lenyewe linaitwa majaribu. Tayari ni jaribu, na kujaribiwa sio kitu chepesi. Unaona, mitihani yote ni majaribio, ni majaribu kwa kusudi la kupima uwezo wako wa akili. Lakini yako majaribu ya kiimani. Kila inapoitwa leo tunakutana na majaribu ya kiimani. Kwa hivyo tunapodondoka kiimani, shetani anafurahia kwa sababu tunakuwa tumeshaingia kwenye mtego wake. Lakini tunaposimama kiimani barabara, basi shetani naye anachukizwa, ila ufalme wa mbinguni unafurahishwa kwa sababu tunayashinda majaribu. Majaribu ni hali ambayo inaweza kukukuta wewe katika ulimwengu wa roho, katika maisha yako ya kiroho. Majaribu ya kiroho, haya majaribu ya kiroho hayaletwi na Mungu. Mara nyingi majaribu haya yanaletwa na shetani ama na adui ama na muovu, ndiyo mleta majaribu. Mungu anatusaidia kutuimarisha tunapopita katika jaribu, ama kutuokoa, kutuepusha tusiweze kupita kwenye majaribu. Mjaribu mkuu ni shetani. Yeye ndiye mleta majaribu ili tuanguke. Mara chache sana Mungu humjaribu mwanadamu kwa sababu fulani fulani. Kwa mfano, Mungu alimjaribu Ibrahimu alipomwambia akamtoe mwanae Isaka, akamchinje, akamtoe kafara kama sadaka kuteketeza. Ile ilikuwa ni jaribu ambalo limetoka kwa Mungu. Ayubu alijaribiwa, lakini Ayubu kimsingi aliyesababisha majaribu ya Ayubu alikuwa ni shetani, ambaye aliona kama Ayubu kuishi kwake kule kwa kumtumainia Mungu ni kwa sababu ya mali. Akamwambia Mungu, huyu mtumishi wako anakutumikia kwa sababu umempa mali nyingi. Na Mungu akasema, ninakuruhusu mjaribu ila usiitoe roho yake. Kwa hiyo unaona, jaribu hili ni Mungu ameiruhusu, lakini mjaribu alikuwa ni shetani. Sasa ukishajua jaribu kwamba ni hali fulani ambayo adui muovu, shetani pamoja na mawakala wake wananyanyua hiyo hali ya kukupitisha wewe mahali fulani ujaribiwe ili uanguke, ujue kabisa kwamba kumbe kila jaribu latoka kwa shetani. Cha kwanza uelewe namna hiyo kwamba kila jaribu latoka kwa shetani. Ukishajua kwamba jaribu latoka kwa shetani, unajua kabisa ninapaswa kulishinda kila jaribu, kwa sababu kushindwa kwangu kwenye jaribu moja maana yake ni kumpa nafasi adui mwovu shetani akuangamize kiroho, achukue mamlaka yako. Sababu jaribu limekushinda, umejaribiwa na shetani, umeshindwa, maana yake nini? Shetani amefanikiwa katika hilo.
Kwa hivyo jaribu kishajua ni la shetani, ya kupasa kulishinda jaribu, ya kupasa kulishinda jaribu. Sasa jaribu, haya majaribu yana namna yake, huwa yanakuja. Watu wengi huwa hawajui majaribu yanakujaga wakati gani. Kuna wakati shetani anatumia maombi yako kukuletea jaribu. Sasa unapaswa kuelewa jaribu linakuja wakati gani. Jaribu, yani shetani anaweza kuletea mtego wa jaribu kama vile majibu yatokayo kwa Mungu, kumbe ni jaribu. Nitakupa mfano. Unakuta mtu mmoja labda alikuwa ameolewa, binti ameolewa. Baada ya kuolewa akaachika, kwa maana wakaachana. Sababu tusizungumze sababu, ila tuelewa kwamba wameachana, si ndio? Wameachana. Baada ya kuachana, kila mmoja ameipita njia yake. Huyu labda mama kaondoka na watoto kwa sababu labda alikuwa wadogo, kaondoka nao, ama kwa sababu nyinginezo. Baba naye kaishia zake. Sasa chukulia huyu mama anaomba Mungu ampe mtu wa kumsaidia maisha yake, labda kulea mtoto. Baba ameamua kukaa kimya, hata kusema chochote. Sababu hatuzijui, lakini baba amekaa kimya. Mama anaingia kwenye maombi, anamuomba Mungu amuinulie mtu wa kumsaidia. Sikiliza sasa, hapa jaribu ndio linapoingia. Shetani haji kukujaribu tu hivi hivi, anakuja na mtego wake fulani. Umeingia kwenye maombi ya kumuomba Mungu akuinulie mtu wa kukusaidia, kwa sababu unaishi peke yako, kwa sababu una watoto, kwa sababu hauna uwezo. Shetani anakuja kwenye mlango huo huo, anamleta mtu vizuri tu. Tena unaenda kwenye maombi, unaenda kwenye mikesha, huyu mtu nampata kwenye mkesha huko kulikoenda. Anakuja vizuri, bwana, unajua mimi nikupenda sana, kwa hivyo nataka tuishi pamoja, tuishi pamoja mimi na wewe, alafu mbele ya safari huko tutaoana. Wewe kwa akili yako unasema, kwa hakika nimeuona uso wa Mungu, kwa hakika Mungu amenijibu, nilikuwa natafuta mtu kunisaidia, hatimaye amejitokeza. Unakubali, unachukua wewe, unaenda na huyo mwanaume, mnaanza kuishi maisha ya kinyumba, mnakaa nyumba moja kama mke na mume, ukiamini kwamba Mungu amekujibu. Ama mtu anakuja anakusaidia fedha kiasi ambacho unataka, vile ambavyo unahitaji, na yeye anataka ushiriki naye tendo la ndoa. Na wewe kwa akili yako kwamba shetani amesha kufunga ufahamu, usijue ya kwamba ndoa ya Kikristo waga ivunjwagi, haitenganishi bila sababu za msingi, kwa sababu zenu binafsi mmeachana, mkafikiri kwamba hiyo ndoa imetenganishwa, wakati Mungu anasema yeyote anayemwacha mke wake na kwenda kuoa mwanamke mwingine, huyu anazini, na yeyote anayemwacha mume wake na kwenda kuolewa na mwingine, huyo naye azini. Yesu anasema vizuri. Hayo ukayasahau, shetani akakupotosha, ukasema Mungu amekujibu. Matokeo yake unaingia kwenye dhambi ya zinaa, alafu unaingia kwenye mtego wa shetani na mambo yako yote yanakuwa yameharibika. Jaribu huja wakati wa uhitaji. Nitaka kusema hivyo. Jaribu linakuja wakati wa ukame. Jaribu linakuja wakati ambao una kiu. Ndio jaribu linakuja nyakati za namna hiyo. Kwa hiyo usipokuwa makini na kuelewa kwamba jaribu huwa linakuja namna gani, ndio maana watu wengi wanaangua kwenye majaribu, wasijue kwamba ni jaribu, wanaona kama ni jambo la kawaida, lakini kumbe ni mtego wa shetani. Jaribu linakuja wakati gani? Jaribu linakuja wakati wa ukame. Jaribu linakuja wakati ambao wewe una dhiki. Jaribu litakuja wakati ambao una uhitaji. Hapo ndipo jaribu lipo usoni mwako. Kwa mfano, unafanya kazi, bahati mbaya ukafukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi, mrudi nyumbani, mtoto yuko pale anakutegemea. Unapiga hesabu, hujakaa sawa sawa, gari yako imeibiwa, watu wameishia nayo. Pigo la pili hilo. Hujakaa sawa sawa, kaja shoga yako, mwenzangu vipi? Unajua mimi bwana nimefukuzwa kazi, na sijakaa vizuri hapa, na gari yangu imeibiwa, yani nimechanganyikiwa. Shetani anasema hapo ndo kwenye uhitaji, hapo ndo kwenye kiu. Una kiu,
hauna kazi, una kiu, gari imeondoka, una ukame ndani ya nyumba yako. Anakuja rafiki yako unayemwamini, anakuambia wewe, sikiliza, Mungu anasema jisaidie na wewe kusaidie, twende kwa mtaalamu. Jaribu limeingia. Jaribu linaingia wakati wa ukame. Jaribu linaingia wakati wa dhiki. Jaribu linaingia mahali ambapo wewe una uhitaji kweli kweli. Hapo ndipo jaribu linakuja. Na wewe kwa akili yako imeshavurugwa, umeshachanganyikiwa, umefukuzwa kazi, gari imeshaibiwa, mtoto anakutazama, anatakiwa kulipiwa ada, hauna chochote, ukamwacha Mungu, ukamuona mganga wa kienyeji. Unasema, kweli shoga yangu, twende kwa mtaalamu. Umekwenda kwa mtaalamu, amekufanyia utaalamu, kakupa mizigo, ndio umechukua mizigo. Sasa sio tena jaribu linaisha, ndio majaribu yanaanza kuandamana hatua kwa hatua, kwa sababu shetani anakuwa tayari amesha kuwini. Jaribu ja wakati gani? Ni wakati wa namna hiyo, wakati una kiu, ndipo jaribu linapokuja. Nakupa mbinu za kushinda majaribu, kwamba ukishaona umeingia kwenye kiu, ukishajiona umeingia kwenye ukame, ukishajiona upo katika hali ya sintofahamu, elewa hapo hapo ndipo jaribu linapokuja. Yani hapo hapo mjaribu yuko njiani, yuko usoni, kwa sababu ameshagundua kwamba wewe una ukame. Majaribu yako ya aina ngapi? Majaribu, kuna jaribu kupitia njaa ama ukame. Njaa ama ukame. Alafu kuna majaribu kupitia imani. Alafu kuna majaribu kupitia tamaa ya mali, kumiliki. Haya majaribu ndio yanatesa watu wengi. Kiu na ukame. Nimezungumza hapa, majaribu yanakuja wakati una ukame, wakati una kiu, wakati una njaa, umefukuzwa kazi, hauna mali tena, hauna fedha, vitu vyako vimeibiwa, nyumba yako imeungua, una ukame, una kiu. Hapo ndipo mjaribu anakuja. Atakuja mtu atakwambia, twende tulala nawe siku moja tu, mimi nitakujengea vitu vyote hivi. Wewe akili yako ni vitu vilivyopotea. Sasa kuwaza kwamba Mungu yupo anaweza kukutetea na kukusaidia, wazo limeondoka. Mjaribu kasha kupiga upofu. Unamchukua huyo mtu, unachukua huyo mwanaume, unaenda kulala naye, unakuja kugundua kwamba uliingia kwenye mtego zamani, ushaanguka. Kwa nini umeanguka? Ni kwa sababu haukujua majaribu yanakuja wakati gani. Hayapigi hodi, lakini ana dalili. Unapokuwa umechanganyikiwa na jambo fulani, ndipo mjaribu anapokuja kukugongea hodi, hapo hapo anaingia. Mbinu ya kushinda jaribu, lazima ulijue jaribu linakuja wakati gani na nini ufanye wakati wa jaribu lako. Nimesema jaribu la pili ni nini? Imani. Imani yako inaweza kujaribiwa. Tunamuona baba yetu Ibrahimu anajaribiwa kwenye swala la imani. Ana imani, anampenda Mungu. Mungu anasema nitolee sadaka mtoto wako. Jaribu la imani. Lakini tunamuona Ayubu naye anajaribiwa kwa imani. Lakini jaribu la Ayubu tunaona kabisa linatoka kwa shetani. Hili ni la imani, lakini shetani ndiye alikuwa muasisi wa jaribu la imani ya Ayubu. Jaribu la tatu kupitia tamaa za mali. Mtu anakuwa anatamani kufanikiwa kwa haraka, anatamani kwenda juu, unatamani kufika mbali. Unapokuwa umeongeza tamaa ya mafanikio kiasi cha kuzidi uwezo, shetani huwa anajua kwamba wewe una tamaa iliyopitiliza. Kwa ukishajiona wewe una tamaa, ujue kabisa kinachofuata ni anguko, kwa sababu shetani anakujua kwamba una tamaa iliyopitiliza. Unatamani kufika kwenye viwango fulani, unatamani kufika kwenye nafasi fulani. Unafanya nini? Unatamani. Nini huwa kinatokea? Kwa mfano, wewe ni mtumishi wa Mungu, labda unahubiri mahali fulani, labda una nafasi fulani ya kuhubiri katika maeneo mbalimbali, unatembea hapa na pale. Shetani amesha kuskani, anajua shida yako gari, anajua shida yako nyumba, anajua shida yako unatafuta mwanamke wa kuoa kwa nguvu, una speed kali. Anainua mtu, anainua mjaribu, anakuinulia yule mjaribu wako, anamleta malangoni kwako. Ukishaona kuna kitu kimekukaba sana, yani una uhitaji sana, hapo ndipo shetani anapokuja.
Sasa atakwambia, bwana, wewe ni mtumishi mzuri wa Mungu na sisi tumekupenda, familia yetu imekupenda. Sasa sikiliza bwana, tunaye binti yetu pale ambaye hajaolewa, tungependa uishi naye, alafu tufanye mipango ya kufunga ndoa, kisha tutakupa gari ya kutembelea, tutakushonea nguo nzuri, tutakupa maspika kutangazia ili huduma yako ipate kukua. Sikiliza nikwambie, shetani ameshagundua kwamba wewe una uhitaji. Shetani ameshagundua kwamba kuna jambo una kiu nalo katika imani, anakuletea mtu uende, wanakwambia huyu ni mwanetu, ukakae naye, uishi naye kinyumba, alafu ndoa itafuata. Hilo tayari ni jaribu. Ukijichanganya ukampokea huyo mwanamke ukaishi naye, wewe umeisha, wewe umeenda tayari, umeingia kwenye dhambi ya nini? Ya zinaa. Dhambi ya nini? Ya uzinzi. Nini? Jaribu limekuingia. Kwa nini nakueleza kwa habari ya haya majaribu matatu? Fungua Biblia yako, kitabu cha Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza mpaka tutakapoishia. Utanifuatisha hapo. Soma Biblia yako, na mimi nimekamata Biblia yangu hapa. Nataka tusome kwa habari ya majaribu. Majaribu yametoka wapi? Yesu alijaribiwa na shetani. Yesu alipandishwa na Roho wa Mungu kwa ajili ya kwenda kujaribiwa. Alafu sasa tazama vitu gani ambavyo Yesu alijaribiwa navyo. Haleluya. Anasema kwenye aya ya 4 sura ya kwanza, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Biblia inasema mwisho akaona njaa, akaona kiu, akawa na ukame, akawa na uhitaji. Hapo alipoona njaa ndipo Ibilisi alipoanza kumjaribu, maana alijua tatizo sasa hapa limeshakolea. Huyu bwana sasa njaa imeshakolea. Huyu bwana sasa kiu imeshakolea. Huyu bwana sasa ana uhitaji. Ndio maana Biblia inasema akaona njaa, ndipo shetani akaanza kumjaribu Yesu. Kwa hiyo majaribu yanaanza pale ambapo tatizo lako limekukaba sana, una haja ya kitu fulani, unakusudia kufanya kitu fulani. Ndivyo hapo Yesu alipojaribiwa, ndipo hapo shetani aliposhika hatamu. Neno la Mungu linasema nini? Akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Unasikia vizuri? Yesu akafanya nini? Yesu akaona njaa. Shetani akamskani Yesu, akamtazama, akasema yule pale ana njaa. Amegundua kwamba ana njaa. Akamwambia nini? Anamwambia Yesu abadilishe jiwe liwe mkate, kitu ambacho Yesu alikuwa anaweza kukifanya, lakini kama angelifanya, maana yake angeacha kuisikiliza sauti ya Mungu, angeenda kuisikiliza sauti ya shetani. Maana yake angekuwa amemtii shetani kwa wakati ule. Haleluya. Yesu anaona njaa, mjaribu anamwambia abadilishe jiwe kuwa mkate, lakini Yesu kwa hekima na ufahamu alionao akamwambia, naye akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yesu anamjibu. Ya kwanza ilikuwa nini? Njaa. Twende sehemu ya pili. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Shetani anajua maandiko, anaweza kufuata kwa maneno laini, anaweza kufuata kwa maandiko matakatifu. Shetani anayajua maandiko, ila hayatii hata siku moja. Anamwambia Yesu, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Shetani tena, neno hili ukitazama, shetani ni kama anamuonea huruma Yesu, kumbe ni mnafiki. Anamwambia kwamba ukijitupa malaika watakudaka, hautojikwaa. Ni kama anamuonea huruma hivi, ni kama anampa ushauri ulio mzuri, kumbe anataka kumwangamiza. Yesu anasema, haujajua we bado kwamba mimi ndiye Mungu kweli, ndiye mtu kweli. Yesu akajibu, na Yesu akamwambia tena imeandikwa. Angalia, shetani kaja na andiko, Yesu anakuja anampiga na nini? Na andiko. Sasa wewe ndugu yangu, shetani akija na andiko utampiga na nini? Kaa vizuri, kaa vizuri. Jaribu linapokuja halichagui pakuja. Linaweza kujia huko kanisani kwako, unapoabudu, unapo worship sawa sawa, unaimba vizuri, unalisikiza neno vizuri, unahubiri vizuri. Shetani anakujia kwa njia ya mahubiri hayo hayo, anakugandamiza. Tunaona hapa Yesu anajaribiwa kwa andiko. Lakini Yesu anamwambia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako.
Kwa nini? Yesu anatambua kwamba huyu ni mjaribu wangu, huyu ni kwamba analetea shida, lakini Ibilisi hakuchoka. Majaribu katika imani, nimesema majaribu katika imani. Yesu ajaribiwa imani yake kwamba haruke ajiachie kwenye gorofa alafu malaika watashuka kwa ajili ya kumwokoa. Yesu anamwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonesha miliki zote za ulimwengu na fahari zake. Tamaa. Unakumbuka niliwaambia neno tamaa? Mjaribu anakuja na tamaa na miliki zake na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, muabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Wakati Yesu anamalizia mfungo wake, wakati Yesu anamalizia kufunga kwake, Ibilisi anamjaribu kwa njia ya tamaa ya mali. Wangapi wanajaribiwa kwa tamaa ya mali? Nimesema majaribu yanakuja katika misingi ya aina tatu, na nimekuonesha Yesu ndio majaribu ambayo alijaribiwa. Ni ishara ya kwamba Shetani amekamata maeneo matatu muhimu kwa ajili ya kumjaribu mwanadamu. Shetani amekamata maeneo matatu muhimu kwa ajili ya kumjaribu nani? Mwanadamu. Eneo la kwanza, njaa, ukame. Eneo la pili, imani yako. Eneo la tatu, tamaa, uhitaji, tamaa za mali. Watu wengi wameacha ndoa zao kwa sababu ya tamaa. Ndio wanakula kisamvu kila siku, amechoka anataka kula pilau. Ndio wanakula maraki kila siku ndani ya ndoa, amechoka anataka kula baga. Ndio wanapanda daladala kila siku, amechoka anataka kupanda Range Rover. Ndoa imevunjika kwa sababu ya tamaa ya mali. Usijue ya kwamba unaangamiza nafsi yako, usijue ya kwamba unajiangamiza mwenyewe. Jinsi ya kuyashinda majaribu, mbinu za kushinda majaribu. Huwezi kushinda majaribu ambayo hujui anakuja kwa mtindo gani. Huwezi kumshinda adui ambaye humjui. Anakuja adui, anakukumbatia, anakupa pole, anakupa na zawadi, anakufariji kila wakati, ndio mtu wako wa karibu, ndiye adui huyo. Utamshindaje wakati haumjui? Haleluya! Ili umshinde adui lazima umtambue. Nasema mbinu za kuyashinda majaribu. Hayo majaribu unayajua jinsi yanavyokuja, na kufundisha kwa namna jinsi ya majaribu yanavyokuja. Yanakujaje majaribu? Kumbe unajua kabisa wakati wa uhitaji ndipo majaribu yanapokuja. Kwa hiyo ukishajiona upo kwenye uhitaji, ukishajiona upo kwenye matatizo, ukishajiona upo kwenye changamoto, akili yako ikae sawasawa, ujue kwamba hapa muda wowote, dakika yoyote, Shetani anakuja. Mgonjwa anaumwa muda mrefu sana, umehangaika hospitali, wanaendelea kumpatia matibabu, umeenda kwenye maombi, wanakuomba tunaendelea kumuombea, kesi yake ni kubwa, watu wanaomba, miaka imeteketea, miaka imepita, miaka 5, 6, 7. Hapo ndipo mjaribu anakuja, anakwambia kwenye maombi imeshindikana, hospitali imeshindikana, na wewe ni mtu wa Mungu, na wewe ni mtu wa imani, unasema wacha niende kwa mganga. Ndipo hapo mjaribu anapokuja. Sasa ukigundua kwamba hapa nipo katikati ya jaribu, hapa nipo katikati ya changamoto, hapa nipo katikati ya tatizo, hapa mjaribu lazima atakuja. Kwa hiyo atakapokuja utaelewa kabisa kwamba Mungu hawezi kunipa jaribu asionyeshe njia ya kutokea. Wakati Yesu anawaza kuhusiana na kile kikombe, Petro kuna neno alimwambia Yesu kwa habari ya kuepuka kile kikombe. Yesu akasemaje? Rudi nyuma Shetani. Rudi nyuma Shetani. Alikuwa anamwambia nani? Alikuwa anamwambia Petro, kwamba neno la Petro lilionekana kama ni kumfariji Yesu afanye namna ya kuepuka kile kikombe, lakini kumbe Yesu angefanya vile, ile hatima ama ile kusudi ambalo alikuja nalo duniani lisingetimia. Yesu akasema ni Shetani, sio Petro. Akamwambia rudi nyuma Shetani. Ukiangalia unasema kama akamwambia Petro. Hapana, Yesu aligundua huu wakati nilionao ni wakati mgumu. Kwa kama ni wakati mgumu, lazima niwe makini mahali hapa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anagundua kwa haraka sana, lakini kuna mahali Yesu anasema kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Kumbe kuomba kuna kusaidia pia kuepuka majaribu, kwa sababu unapoomba Mungu anakuonesha vitu kabla havijatokea. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba uwe makini na wewe unaomba sawa sawa. Kwa maana Mungu anasema kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Wakati Yesu anawaambia kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni, ndipo Yuda, yule ambaye ni msaliti, Yuda Iskariote, anapanga kuja kumsaliti Yesu nyakati hizo. Yesu anasema kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Saa ya kufa ilikuwa imeshafika.
na majaribu kweli, mjaribu akaja kumkumbatia Yesu. Unaona Yuda alivyokuja kumkumbatia Yesu, akija kama mwanafunzi wake, tena mwanafunzi kipenzi, tayari kashakula huko vipande kadhaa vya fedha, kashapewa, anakwenda kumsaliti Yesu. Lakini Yesu aligundua hakuwa na namna, kwa sababu saa imeshatimia, alikubaliana nayo. Nyakati zote ambazo saa kutimia, walimshindwa Yesu. Kwa hiyo na wewe pia kesha ukiomba ili upate kuyashinda majaribu, unaomba maombi kwamba Mungu akusaidie, akupe njia ya kushinda majaribu, kuona mahali gani nipite, mahali gani sahihi. Hapa ndipo katikati ya changamoto nifanye nini? Mungu anakuambia tulia mwanangu, hapo hapo kwenye changamoto tulia, usihangaike, kuna shida kubwa. Usisikilize sauti za watu, msikilize Mungu anasema nini na wewe. Mbinu za kuyashinda majaribu. Huwezi kuyashinda majaribu kama huyajui majaribu. Leo unasema ngoja nimeamua kuacha pombe. Mfano mdogo tu. Unaona kabisa pombe ni kitu kibaya. Pombe ni kitu kibaya. Ulevi ni kitu kibaya. Unajua, alafu unasema nimeamua kuacha pombe. Hiyo ni tayari ni vita. Yaani unaposema nimeamua kuacha pombe, maana yake umetangaza vita na shetani. Yatainuka masuala yanayohusu pombe kila inapoitwa leo. Utashangaa hata watu ambao hawakuwahi kukutafuta kwa miaka mingi watakwambia njoo bwana, tuko sehemu fulani tunapata moja moto moja baridi, njoo tuunganike pamoja. Kumbe shetani anaanza kuinua watu wa kuita, wa kushawishi urudi kule ambako ulikotoka, Misri. Vivyo hivyo utasema mimi bwana kijana nilikuwa nahangaika sana wanawake, nimeamua kuachana wanawake. Sasa nataka kuifuata njia ile ambayo inampendeza Mungu. Nataka kuwa ni mtoto wa Mungu mwenye kumpendeza Mungu. Unaacha hayo mambo. Inapita miezi miwili mitatu, anakupigia msichana ambaye ulikutana naye miaka 4 nyuma. Uko wapi? Tena basi anakuwa around pale ulipo wewe. Mimi niko sehemu fulani, njoo tuonane. Jaribu linakuja wakati ambapo wewe umeshaweka mambo yako mengine, wewe umeshaenda kwenye misimamo mingine, au una kiu au una uhitaji au una mipango yako. Unasema mimi sasa nimekataa hiki. Ndipo shetani anasema ngoja huyu nimnyanyulie mtu. Wewe unamskani, unamjua huyu tabia yake ni uzinzi. Haya alikuwa ya kale, ameshapita. Naenda kuongea naye kwa ajili ya nini? Naenda kuonana naye kwa ajili ya nini? Kwa sababu umeshagundua mahali jaribu linanyanyukia, unamwambia bwana we, mimi bwana na mambo mengi, nikipata nafasi nitakutafuta. Wala hakuna haja ya kumtukana, wala hakuna haja ya kumwambia maneno makali, lakini unakuwa umemwepuka. Lakini unapomwepuka unakuwa umeliepuka nini? Jaribu. Huwezi kuliepuka jaribu wakati haulijui. Ndio maana watu wengi wanaingia kwenye majaribu mpaka yanawakandamiza, yanawala, yanawaumiza, ndipo wanajua kwamba tulikuwa kwenye jaribu. Kwa nini? Dalili za jaribu alikuwa hazijui. Nyakati za jaribu alikuwa hazijui. Upo chuoni, bumu limekata, una 100 nyekundu. Hapo ndiko jaribu linapokuja. Atakuja mtu atakwambia twende basi mara moja pale tukamalizane, ukale chips kidogo ni. Leo napiga hesabu, sina hela, sina chakula, nifanye nini? Unaacha kumwambia Mungu nipo katikata jaribu, ninaomba msaada. Unasema fursa si ndio hii bwana. Unaenda unamalizana naye, umeingia kwenye jaribu, mimba au ukimwi, shule hamna, umerudisha nyumbani. Unasema tayari, yani akili narudi kwamba ningejua. Umeshaharibikiwa. Ndio maana nasema nakupa mbinu za kushinda jaribu. Mahali unapoona una uhitaji, ndipo unatakiwa ukazane sana kwenye maombi ili kumwambia Mungu na kumsihi Mungu akuvushe kwenye jaribu. Lakini uwe na tabia ya kumuomba Mungu akuepushe na majaribu, ama akupe nguvu jaribu linapokuja uweze kulishinda. Iwe sala yako ya mara zote, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kupitia majaribu. Ndivyo alivyoumbwa kulingana tangu Adamu alivyoingiza ile dhambi. Majaribu aliingia hapo. Tangu dhambi ya asili ndipo majaribu yalipoanza kwa mwanadamu. Kwa hiyo uwe na tabia ya kumsihi Mungu na kumwambia Mungu akuepushe na majaribu. Sio tunapata jaribu ndio unamkumbuka Mungu. Umkumbuke Mungu na nyakati ambazo uko salama, ili jaribu itakapokuja uweze kuliepuka jaribu. Mbinu za kushinda majaribu. Haleluya. Mimi nakushukuru kwa kuwa umeendelea kufuatilia mafundisho haya. Nasema asante kwa moyo wako huo wa kuendelea kufuatilia mafundisho kwenye channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana. Endelea kushare mafundisho haya kwa wengine. Pengine una watu mbalimbali unawajua, wanazo changamoto mbalimbali, wanahitaji kusikia mafundisho kama haya, wazijue mbinu za kushinda majaribu
na waweze kufanikiwa katika maisha ya kila siku ya kumshinda yule mwovu ibilisi shetani. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kupitia channel zetu Mikono ya Kristo, channel ya WhatsApp Mikono ya Kristo, mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Endelea kufuatilia huko, tuna mafundisho mengine mbalimbali. Basi na Mungu ataendelea kukuinua katika kujifunza neno hili la Mungu. Tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Share na wenzako wapate maarifa ya mbinguni. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.